Namshukuru Mungu, amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu juu ya maisha yangu pamoja na jamii yangu, na pia nafurahia kuwaona mkiwa wazima. Ni kwa neema tu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jumapili iliyopita hatukuwa pamoja nanyi, tulienda kwa huduma pale undani, na tunashukuru Mungu manake alionekana mahali pale. Bwana asifiwe. Nimefurahia kuwaona, nilikuwa nimewamiss na ninafurahia kuwaona siku ya leo. Bwana asifiwe. Wakati huu ni wakati wa kumkaribisha mtumishi wa Mungu akaweze kunena kile ambacho Mungu ameweka ndani yake asubuhi ya leo. Kwa hiyo ni moyo wako ukapate kuwa tayari, kuwa na matarajio ya kiungu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Tukaweze kupiga makofi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Mungu awabariki kwa kufika na kile ambacho kimekuleta Bwana atakupa. Amen. Tumeomba kwa ajili ya neno la Mungu na ni vyema kwenda moja kwa moja. Waebrania mlango wa 12. Hebrews chapter 12. Waebrania 12 mstari wa 14 inasema, tumefika pale ili twende pamoja vizuri. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Napenda kwa mujibu wa neno la Mungu na kichwa cha ujumbe wa leo kupiga mstari au kuzingatia hiyo sehemu ya pili inayotakikana kutafutwa. Huu mstari unasema kuna vitu viwili vya kutafutwa. Tafuteni kwa bidii, yaani sio kwa urahisi. Kitu hicho ambacho umeambiwa utafute hakipatikani kwa haraka wala kwa urahisi. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Alafu kitu kingine cha kutafuta ni huo utakatifu, pia utafute kwa bidii ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Tutafute utakatifu huo, ambapo bila kuupata utakatifu huu hakuna mtu atamwona Bwana. Kuokoka kuwa kanisani miaka mingi, kuokoka mwaka wa 50, mwaka wa 60, mwaka wa 70, ukakaa miaka mingi katika kanisa, ni tofauti na kwamba hatimaye umemalizia vizuri ukamwona Bwana. Tuko hapa leo na mimi huishi kusema siku zote ya kwamba lengo la kuwa kanisani ni kupatana na Mungu. Akili yetu haiko hapa, akili yetu iko mbinguni kule tunaenda. Na hii ndio inapaswa kuwa akili ya kila mmoja anayesema naandamana na Mungu. Sasa hivi mambo mengi yanafanywa kwa jina la Mungu, lakini wanaofanya hawajali kama Mungu anapendezwa, kama Mungu analiunga mkono lile au haliungi. Lakini kuna kitu kimetajwa, hakikisha utamuona Mungu. Haleluya. Kama unakuja kanisani humu, nina lengo moja mimi, na tumaini langu ni moja, na kazi yangu niliyopewa ni moja. Kondoo hao wa mwenyewe wamuone Mungu, waingie Kanaani. Joshua akaambiwa ni wewe utakayewarithisha hao wana wa Mungu ili taifa la Israeli Kanaani. Mmetoka Misri kwa lengo moja, sio mje mtapakae, bali mmetoka Misri muende katika nchi ya ahadi.
Tumeokoka na lengo moja, tuende Kanaani. Kwa maana tunaimba naelekea Kanaani, Kanaani ya mbinguni. Twaelekea, lakini tufike. Tusielekee tu, tufike vile vile, because unaweza kusafiri direction ya kwenda Mombasa, lakini si kwamba umefika. Sasa maandiko yanazungumza, kuna kitu inakizungumza hapa. Kama umeamua safari ya kuitwa kwa jina la Bwana, kuna vile safari yenyewe inasema. Je, ninapopatikana miongoni mwa Wakristo, ninapojiunga na kundi linalokuwa ni mwili wa Kristo, linaelekea wapi? Na mimi niko tayari kule wanakokwenda niende, au nasindikiza? Kwa sababu kunao watu wanasindikiza. Kunao watu, Yesu alisema ya kwamba tusidanganyike, ya kwamba nyakati za mwisho kutakuja manabii, walimu na makristo wa uongo watakaokuja kwa jina langu. Lakini si hao tu, na kuna shughuli zingine nyingi zaidi zinazofanyika kwa jina la Yesu, lakini Yesu hatukuzwi pale. Sasa hivi hata uimbaji, kuna uimbaji unafanywa kwa jina la Bwana, lakini lengo sio kumtukuza Mungu. Watu wanajificha katika kumtukuza Mungu, lakini wana ajenda zao. Watu wanajificha ya kwamba this is a gospel song, ila wao wameona gospel songs zinanunuliwa zaidi. Kwa hiyo hata kama mimi sijuani na huyu Mungu naye muimba, nitatunga, na kwa sababu ya kipawa cha uimbaji nilichopewa na Mungu, nitapanga mistari ya maandiko niimbe, lengo langu niweze kuuza. Hiyo ni mojawapo ya lengo la kutenda kwa jina la Bwana, lakini sio kwa ajili ya Bwana. Wako watu watakaokuja kwa jina langu, lakini hawako kwa ajili yangu. Kuna watu wanaweza kuwa kanisani si kwa ajili ya Bwana, ila kwa malengo yao tofauti. Sasa hivi imekuwa ni biashara. Ameokoka, hajaokoka, anajuana na Mungu, hajajuana na Mungu, yeye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Injili unahubirije na Injili yenyewe wewe huna? Wakati mwingine unatazama video ya mwimbaji wa nyimbo za Injili. Okay, ukiisikia audio kabla hujaona video yake unafurahi, unasikia raha, unasikia ukubarikiwa, ni maneno ya Mungu. Lakini akitoa video uione, unauliza, yani huyu ndo ameimba huu wimbo? Kwa sababu anavyokaa hailingani na utakatifu jinsi alivyo. Unasikia kama huyu ndio ameimba, nimesikia ikini switch off. Kwa sababu gani? Ni mtu ana agenda yake, ni sasa hivi. Ni mtu ana agenda yake ya kujimarket, ya kujidisplay. Anataka kutoa video yake, lakini namna atakavyojiweka na namna atakavyojifanya na muonekano wake na namna atakavyovaa ili aimbe ule wimbo, ukiutazama badala ya kukaribia Mungu unasikia kutazama kando, kwa sababu ni vitu viwili haviendi pamoja. Haleluya! Ndio ulimwengu ambao tulio nao, ya kwamba hili jina la Yesu alikuwa ameshalisema, watakuja watu, watakuja kwa jina langu, wayafanya mambo kwa jina langu, lakini mimi sipo katika mambo hayo. Kwa hivyo wanaimba, lakini maadili ya kiungu hawana. Bora iimbike, na mataji wanapewa na zawadi wanapewa, kwa sababu wanaridhisha ulimwengu. Wao wanaenda kupiga show, wanaenda kuuza jinsi walivyo. Unaona mdada ametunga wimbo kwa kiungu, lakini namna video ile inavyoenda, maneno unayasikia, lakini concentration kubwa iko kwa maumbile yake na jinsi ambavyo anavyojiweka na jinsi ambavyo cameraman naye ameagizwa. Kwanza amezifanya kazi za dunia,
na anajua jinsi ya kufanya. Ni wapi kwa kuweka slow motion, nimvute wapi, nimchukue wapi, kama ni midomo yake niichukue vizuri, na kuna vile nitaipeleka kama ni maumbile yake. Kwa hiyo mtu anaangalia maneno ni ya kiungu, lakini ajenda ni nyingine, na hii itakuambia vizuri. Maana unakuta waimbaji wengi hata wa kike, hasa wa kike, wengi wao ukifuatilia maisha yao kweli wanaendelea kuimba, lakini ndoa zao hazisimami, wana kashfa hizi na zile, kwa sababu huimba nyimbo za kiungu, lakini ajenda ni tofauti. Wao wameendesha mambo mengine tofauti. Amejiandaa kwenda kutoa video, na kile anachokizingatia ni muonekano wake na jinsi atakavyojiweka vitu ili avutie. Kwa hiyo unatazama naimba, lakini anavyosema, anavyoportray, picha yake anavyoonekana hailingani na maneno yale. Chunguza kwa makini, angalia kwa makini, wakati inapoanza na inapoendelea, uangalie video ile imezingatia wapi, inafanya nini, inakuelekeza kwa Mungu. Unaweza kuelewa huyu yuko sokoni na huyu anatukuza Mungu. Anayetukuza Mungu hakupeleki kumzingatia yeye, lakini anakupeleka wewe kumkaribia Mungu. Kwa hiyo sasa watu wanaweza kuwa makini sana katika ulimwengu wa sasa. Tuwe makini, tuangalie, tujue, je, hii ajenda yote ni ya Mungu? Huu mwelekeo ulioko, mtu huyu anatupeleka kwa Mungu? Mtu huyu lengo lake ni kutukaribisha kwa Mungu, au ameona soko pale na ili aweze kujiuza vizuri, ili aweze kujidisplay vizuri? Kwa hiyo ni ulimwengu wa sasa. Biblia inasema, ewe unayejiita kwa jina la Bwana, hivi unajua Bwana mwenyewe anaagiza nini? Naomba twende Zaburi ya 15, Psalms chapter 15. Tulianza na hiyo Waebrania ya kwamba uko utakatifu wa kutafutwa. Na sasa tunataka tuangalie Zaburi ya 15. Tuone kitu kingine kinachosemwa pale. Nani amefika? Psalms 15. Okay. Inasema hivi, Bwana ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake, wala hakumtenda mwenziwe mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Alafu ukiwa umeshikilia hapo, tusome pamoja na Isaya 33. Tutarudi pale pale. Kwa hiyo ushikilie Zaburi ya 15, tuisome pamoja na Isaya 33. Isaiah chapter 33 mstari wa 14 unasema kitu pale. Isaiah 33:14 to 16. Tuanze 13. Sikieni ninyi mlio mbali niliyoyatenda, na nyinyi mlio karibu kirini uweza wangu. Wenye dhambi walio katika Sayuni wanaogopa, tetemeko limewashika wasiomcha Mungu. Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa kwa moto ulao? Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto uteketezao milele? Ni yeye aendaye kwa haki, anenaye maneno ya adili. Ni yeye anayedharau faida ipatikanayo kwa dhuluma, akung'utaye mikono yake isipokee rushwa, ambaye masikio yake azibaye masikio yake asisikie habari ya damu, afumbaye macho yake asitazame uovu. Huyu
ndiye atakayekaa juu, majabali ni ngome yake, atapewa chakula chake, maji yake hayatakoma. Sasa maandiko haya ya Zaburi 15 pale tumesoma, na hii Isaya inazungumza juu ya mtu mtakatifu. Ni nani atakayekuwa karibu na moto ulao? Maandiko yanasema pale ya kwamba wenye dhambi walio wapi? Sayuni, walio Yerusalemu, wenye dhambi ambao katika kambi ya watakatifu. Kama wako Sayuni, wana Sayuni ndio sisi tuliookolewa, tuko hapa katika Israeli, katika Yerusalemu. Miongoni mwa hao watakatifu kunao wanaendelea na dhambi pale, wanaogopa. Of course kuna wachache ambao wanaendelea vizuri katika Bwana na wanaendelea vizuri, lakini kuna wengine wanapojitathmini maisha yao wanaogopa. Maandiko yanasema ikiwa ni mvunja sheria, ogopa. Katika hivi tunavyoketi namna hii, kuna mambo mawili au matatu. Kuna mmoja ambaye hana habari, na kuna mwingine ana habari, anatamani kurekebishika, anaogopa, na kuna mwingine amekufa ganzi, haogopi tena. Makundi ya watu watatu. Mwingine hajui, hajajiunga na ufalme, huyo ni wa kuhubiriwa aokoke. Wa pili ameokoka, lakini hudonadona dhambi na anahukumika. Akisikia injili ya Mungu anaogopa, anatamani kurekebisha awe sawa. Na watatu amedona, akakolea dhambi, akafa ganzi, hashiki tena, dhamira imekufa. Hata akiambiwa nini habadiliki, ameshafanya uamuzi, amekauka, hasikii maji wala mbolea, amekauka. Sasa hiyo ni makundi matatu ambao uangalie uone uko wapi, kwa sababu safari hii lazima iendwe. Waebrania imesema tutafute utakatifu, ambaye bila huo hatumuoni Mungu. Natumai sote hapa tunataka kumuona Mungu. Shukuru Mungu kwamba bado uko hai. Unaweza kujiuliza swali hilo, nataka kumuona Mungu, niko tayari? Kama uko tayari, ufanye jambo kwa ajili ya maisha yako ili uweze kumuona Mungu. Maana haitoshi kwamba ulijenga kanisa, haitoshi kwamba ulisaidia maskini, haitoshi unatoa fungu la 10, lakini kama mmehitilafiana na Mungu, hauna utakatifu, maandiko yanasema bila huo haumuoni. Hayafikiria uishi miaka yote ukija kanisani, lakini usimuone Mungu. Tunataka kumuona Mungu. Haleluya. Wangapi hawataki kumuona Mungu? Hawataki kujua, wamuone wasimuone. Najua nilikuwa nahubiria bwana mmoja mwenye dini ya upande wa pili, na ananiambia kwamba mimi ndio dini ya kwetu. Hata mimi nilikuwa Mkristo, lakini nikaingia huku na mimi sitaki kutoka tena. Nikamwambia huko ulikotoka ndio kulikuwa salama zaidi, lakini huku ulikoingia, je, unajua unakwenda wapi? Haya, Ukristo unasema Kristo mwenyewe ndio njia, kweli na uzima. Umetoka kwa Kristo, umeingia huko ambaye hakuna mtu mwenye njia ya kwenda mbinguni. Sasa wewe usalama wako uko wapi? Ndio unashikilia dini ya baba yako, sijui nini, umezaliwa hapo, hutaki kutoka. Na je, kwa Mungu itakuwaje? Hii dini itakupeleka mbinguni? Na mwenyewe akasema mimi mambo ya Mungu siyajui. Sasa hujui na unaridhika hivyo, waishi kwa ajili ya nini? Na Mkristo uliye hapa haustahili kuwa na design hiyo ya maisha ya kama mimi sitaki kujua kitakachonipata baada ya kuondoka hapa. Kama hutaki kujua kitakachokupata, basi you are the wrong group. Yaani wewe uelewe kule unapokwenda. Lakini eleweke kwamba lengo moja ya kuokoka na kuwa kanisani ni tumuone Mungu. Sasa katika hali ya kutaka kumuona Mungu, unaendelea kuzichunga njia zako ukiziangalia. Biblia inasema tafuteni utakatifu kwa bidii, kwa sababu bila huo mtu haoni Mungu. Hatumuoni Mungu kwa sadaka nyingi, hatumuoni Mungu kwa wale watu wanakuja kanisani wengi. Mimi kama mchungaji nimepewa wajibu mmoja, kondoo hawa ni wajuze habari za mbingu. Akipotea apotee kwa kuamua mwenyewe, lakini mjuze kweli ya kwamba ndugu yangu, dada yangu, Mungu anataka uwe hivi. Haleluya. Ni drive, nitajirike, niwe na nini, nisipate hizo. Lengo moja nimepewa, ni kwamba hawa kondoo wamjue Mungu, waamue mwenyewe kuondoka, lakini ukweli amepata. Yesu Kristo aliongea kwenye Yohana mlango 17 wakati
anatoa ripoti yake ya mwisho. Tulihubiriana hapo wakati mwingine, na akatoa ripoti yake kwa Mungu, akasema wale ulionipa hakuna mtu alinipokonya kwa mikono yangu isipokuwa yule mmoja, mwana wa uasi, ambaye ni Judas, ambaye aliondoka. Lakini wale wengine waliokubali, waliokooperate na wao, hakuna hata mmoja aliyeponyoka. Kwa hiyo na sisi tunajitahidi ya kwamba nimepewa wajibu mmoja. Watu hawa wakiwa wameketi namna hii wanisikize, sio jambo dogo nimepewa. Na Mungu ananishikilia, ananiambia unawaambia nini hawa? Asipotee mtu kwa sababu sikumwambia ukweli. Asipotee mtu kwa sababu napokea tu sadaka yake na wala simwambii hivi unaimhitaji Yesu. Ndio maana siku moja niliwaambia hapa, iko fungu la 10 nilirudishia mtu kwa sababu kanisani hataki kuja, lakini fungu la 10 anatumana. Ndipo nilipolishika mwenyewe kwa sababu nilijihisi ndani ya moyo wangu, huyu mtu namsaidiaje? Haoni kuja mbele za Mungu kuwa jambo, lakini anatuma fungu la 10 lije. And I wanted to make her know ya kwamba Mungu hajaishiwa kiasi kwamba tukimpelekea fungu la 10 basi atatutafutia nafasi mbinguni. Sasa ilibidi nimweleze ya kwamba nikiwa mchungaji ya kwamba wewe sikuhudumii, na fungu la 10 unatumana tu, itakupatia wewe nafasi ya kujisikia hata mimi nimo miongoni wa wendao uzimani wa milele. Niko katika kitabu cha kanisa langu ni lile, na sina tofauti na wale, na hata wanatoa zaidi ya wale. Misingi ile lazima ivunjike na ipate kujengwa ya sawasawa, ya kwamba Mungu anasema ni heri kutii kuliko sadaka. Haleluya. Kwa hivyo tunaenda wapi tunapookoka? Tunamtaka Mungu. Ndio lengo hilo, tunataka tumuone Mungu. Kama swala la kumuona Mungu halipo, Waebrania isingesema hivyo. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atamwona Mungu pasipokuwa nao. Kumbe kuna mambo ya kumuona Mungu. Haleluya. Tunaelewa hilo andiko? Kuna kumuona Mungu. Imba kwaya, enda district level, enda provincials yui, enda national, enda nje ya nchi, kwa kwaya ulizoimba utamuona Mungu. Haleluya. Jenga makambi ya maskini. Ita watoto mayatima, walishe, wasaidie, sifika. Tengeneza foundation yako, ito kwa jina lako kwa sababu ya kusaidia maskini. Utamuona Mungu. Kwa sababu mtu yote anaweza kusaidia, na wengine wanasaidia kwa sababu ya kwa sababu ya mikataba ya kuzimu pia. Wengine na mkataba wa kuzimu anaambiwa hii mali utapewa, lakini usisaidie kanisa, saidia watu wa aina hii na hii na hii na hii. Hii mali siku utakaposaidia hii kilichokataza itakwisha. Na ukifungia usisaidie pia itakwisha. Sasa mkataba unakwambia mali nyingi utapata, lakini saidia hawa na hawa, kisha usikose kutimiza hiyo. Kwa hiyo natoka hapo nimeambiwa nikitaka hii mali izidi kupatikana, nimeambiwa nisaidie watu wa aina hii na hii na hii na hii. Na mwingine anaambiwa hii mali umepewa, usisaidie mtu wa kwenu hata mmoja. Hakikisha kwamba utasaidia mwingine kote, siku utasaidia wa kwenu inakwisha. Wewe uko hapa, mtu yule ni mkarimu, wewe ataenda mbinguni jamani. Yule ana mikataba yake anatimiza. Wewe una habari, ana mikataba yake. Usimwone shetani ni mkarimu wakati anamwambia Yesu kwamba nisijudie, hii yote nitakupa. Wewe ulikuwa unafikiri generosity hiyo? Hapana, ampatie hii yote, abaki na nini? Ana lengo lake. Shetani amegeuka kuwa mkarimu hivyo, atamwambia Yesu ukinisujudia nakupa hii yote. Is the devil that generous? Hapana. Lakini aligonga mwamba pale. Na ndio watu wanaambiwa kwamba ukinisujudia nitakupa. Nakupa kwa sababu nikikupa kuna vile unazidi kuboresha madhabahu yangu. Kuna vile unazidi kuninawirisha, sikupi bure. Ni kwa sababu baada ya kupa utachanga damu, itakuja tuzidi kula. Kwa hiyo yeye anazidi kujenga ule falme wake na kunawirisha madhabahu ambayo si sahihi. Wale ambao tunayokusanyika katika nyumba ya Bwana, Zaburi ya 15 inamwelezea mtu ambaye anatakikana kuwa katika nyumba ya Bwana, anayefaa mbele za Mungu.
Ujumbe wa leo ni anayefaa mbele za Mungu. Ndio hapo inasema ujiulize, nafaa mbele za Mungu? Watu wananisifia, watu wananipongeza, lakini Mungu ananikubali? Sasa ndio nauliza katika Zaburi 15, Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Hema ya Mungu ni takatifu. Hema ya Mungu ina Mungu mwenyewe. Hema ya Mungu ina utukufu wake. Ni nani atafaa kukaa kwa hema ya aina ile? Nyumbani mwa Bwana ni Mungu anakaa. Anasema jina langu lipo hapo, jina langu, moyo wangu na macho yangu, mahali nimepakubali, mahali patakatifu. Unafaa kujiuliza, ni nani ana fit kwa maeneo kama hayo, ili niweze kuqualify kusema na mimi niko miongoni mwa watakatifu wake, nifanane na yeye. Je, ni mtu wa aina gani? Ni mtu wa aina gani atatoshea kwa mazingira ya aina hiyo? Ndio maana kuna mlima wa Bwana ambao ndio huu, patakatifu pake ni hapa. Unataka kutoshea? Siku moja wana wa Israeli walikuwa wanatembea tu katika safari yao, na Musa alikuwa akienda mlimani, anakutana na Mungu, anawaletea habari. Na siku moja wana wa Israeli wenyewe wakataka na wao pia wao wanakutana na Mungu kama vile Musa. Wakaona jambo rahisi. Hasa it's okay, sawa sawa. Assemble yourself. Ninataka kukutana na Mungu. Sawa sawa. Jikusanyeni. Tutakuja kusoma habari hizo wakati mwingine. Lakini Mungu sasa akaanza kutokea katika vishindo vyake na utukufu wake. Walishindwa kustahimili, wakasema Musa, hapana. Basi kutana naye utuletee habari. Hatuwezi kustahimili. Mungu ni mkuu mno, ni wa moto mno. Kwa hiyo Isaya 33 pale tumesoma inasema, ni nani atakaye toshea kukaa na moto ulao? Unakula ule moto, ukija vibaya, badala ya kukusaidia unakulamba. Yaani kumbe kusongea kwa Mungu sio vivi hivi. Lakini tuko tu, Bwana ni moto ulao, ni moto ulao. Unakula kina nani? Moto ulao. Naimba ni vizuri, yeye ni moto ulao. Lakini je, kama ni moto ulao tukimbie? Maana ukiwa ni mwenye dhambi, kimbia, ule moto utakukula wewe. Lakini ikiwa wewe ni mtakatifu wa Bwana, utaushiriki ule moto. Haleluya. Kuna tofauti ya kushiriki moto na kuogopa. Being part of the fire, kwa sababu you have sanctified yourself. Umejavili mbele za Bwana, akakutakasa, so anakuwa pamoja na wewe, and you become as fiery as him, so that uanze kufanya kazi. Badala ya kuliwa na moto, wewe unakuwa moto, ndio chakula chako. Inasemekana dhahabu huwa haiungui, ukitia kwa moto ndio furaha yake, ndio itatakasika zaidi. Haleluya. Ila kuna mbao ambao ukitupa kwa moto hazionekani tena, zinateketea. Biblia inasema ya kwamba sisi tu jengo la Mungu, na sisi ndio tunalijenga. Kila mtu ajenge pale, awe makini anajenga kwa kutumia nini. Maana unapojenga uangalie unajenga kwa kutumia nini, kwa sababu vitajaribiwa. Jengo lile likijaribiwa na moto, wengine walichojenga nacho kitateketea. Wengine wanajenga na nyasi, ikichomwa itateketea. Wengine wamejenga na mbao, itateketea. Wengine wamejenga na dhahabu, hata ikipitishwa kwa moto nyumba inabaki imara. Kuna tofauti ya to work with the fire and to be consumed by the fire. Hasa mambo ya mwili ndio yanatukabili sisi. Tunaweza kuishi tukiogopa Mungu siku zote tukimkimbia. Kaini aliambiwaje? Wewe fikiria, Kaini na Abel wamekuwa na Mungu pale, wamezaliwa na Adam wamekuwa na fellowship na Mungu na nini, wako hapo vizuri. Halafu Kaini na Abel wamefikia hali ya kumtolea Mungu dhabihu. Ni baba yao, ni Mungu wao, ni kawaida. Alafu Kaini anatoa dhabihu ambayo haikubaliki. Abel anatoa dhabihu iliyokubalika.
Kaini anajenga wivu, anaumia kwa ajili ya sadaka ya ndugu yake, akaingiwa na Ibilisi. Dhambi ikamuingia, akaambiwa, mbona uso wako umekunjamana? Je, ukitenda mema hautakubalika? Basi tazama, dhambi iko mlangoni na potea, imekupasa kuishinda. Ikamuingia, na badala ya kujirudi aone nitafanya nini nikabalike kama vile, akamwangamiza ndugu yake. So unaona ya kwamba hakujali. Huyu ni Mungu ambaye ukienda naye vizuri mtaishi kwa amani vizuri, lakini wakati ambapo umehitilafiana na yeye inabidi uogope. Na Mungu alipomwambia mbona uso wako umekunjamana nini na nini, hakusikia, alienda akaua. Alipoua tu akakimbia, akaulizwa, Kaini uko wapi? Yuko wapi ndugu yako? Na hii tunaiona kwanza before tufike kwa Kaini, tunaiona kwa babake nani? Adam. Wakiwa pale na mkewe Adam na Hawa, wako hapo vizuri na Mungu nini na nini, wanaelezwa usile hiki, wako na fellowship nzuri. Wakati Mungu yuko zake na wako hapa, adui amewatembelea, wakaingia katika dhambi. The moment waliingia katika dhambi, Mungu yule walikuwa wanamfurahia wakiwa na fellowship na yeye, wakafanya nini? Wanamkimbia, kwa sababu si rafiki tena, ni moto ulao, hatutafanya kazi nao tena. Huu moto utatuunguza sisi, kwa sababu kuna hali tumeentertain ambayo ina react na huu moto. Haleluya. Hapo maisha kufahamu ya kwamba tukienda vizuri na Mungu along the grace, tunaenda vizuri, tunatiririka katika mkondo wa Mungu, tutaenda bila shida. Lakini tukianza kuja against the grace, kinyume na vile Mungu anaelekeza, unasikia kelele za maji, kwa sababu kuna kitu pale kimesimama kinapinga mahali maji yanataka kwenda. Wakati mto unapo flow hauna vikwazo, mara nyingi umenyamaza. Lakini ukipatana na mwamba au kisiki fulani, pale huwa kuna kelele, kwa sababu kile kisiki au jiwe au chochote kinasababisha mwinuko, kinataka kupingana na mwelekeo wa maji yanapokwenda. Kwa hiyo kunasikika kuna kelele pale. Lakini when all is okay, flowing as planned, then mambo yanaenda smoothly. Kwa hiyo mtu anapokuwa katika kambi ya Mungu, amekaa katika utaratibu alioumba Mungu, hana shida na Mungu, atakuwa rafiki wa Mungu. Lakini Adam na Eve walipoenda kinyume na Mungu anavyotaka, wakaenda kujificha, wanajifunga majani. Hayo majani yalikuwepo hapo na walikuwa uchi, hivyo hata kutoka mwanzo hawakusema tuko uchi tukajifunike, hawakuwa na shida. But when the moment sin was entertained, tayari kakata na ikawa sasa tunamuogopa. Watoto wakorofi wanaogopa baba yao, lakini wazuri wanagemea baba yao. Manake Biblia inasema ya kwamba mwenye dhambi ukimbia pasipo kufukuzwa na mtu. Unaweza hata kukaa kanisani, wewe mchungaji, na ukapendwa na washirika kabisa kwa injili unayohubiri, lakini kuna mwingine kwa sababu hataki kuchongwa siku zote atasema anajifanya, kwa sababu hataki kuchongeka, hajaamua ile staff anayopewa, hajaamua kuila, ametenda dhambi, amekaa vibaya, ni mtu wa kujificha, anaogopa. Hata akipigiwa simu na mchungaji tayari anatetemeka, kwani nimefanya nini? Akikuta miss call ya bishop na mimi, Mungu wangu, bishop alikuwa amenitafuta, hivi nimefanya nini ingine? Kwa hiyo hauna urafiki na kiongozi wa kiroho, unaogopa. Kiongozi wa kina mama, kiongozi wa wazee, akikutafuta tu unapokea, lakini na uoga. Halo, ukisikia unauliza mambo mengine, unashusha pumzi. Niko vizuri pasa, endelea sawa sawa. Maana ile dhambi ambayo unaishi nayo, mwenye mtu mwovu hukimbia pasipo kufukuzwa na mtu. Dhambi yake mwenyewe inamfanya anajishuku saa yote. Kwa hivyo hapendi sana. Na wakati mwingine hujihadhari na mtu ambaye alikuwa anaketi mbele,
ana shida kabisa. Lakini ukimwona anaanza kwenda nyuma, hapo unamkuta anaketi pale, huwa kuna maswali, kuna matatizo mahali. Ni nini? What's the problem? Hutaki sana kwenda. Ulikuwa mstari wa mbele kwenda kwa mikutano, na lakini hivi umedidimia. Unahisi ni kama hata yani kuna mambo yamejiswitch off tu hivyo. Kuna hata yani sijisikii. Ni ishara ya kurudi nyuma. Hujisikii tena kuhusishwa na vitu vitakatifu. Ushuhudii tena, kwa sababu kuna mfalme mpya ametake over, na kwa hivyo haruhusu wewe kushuhudia. Lakini wakati ambapo uko mbele, umemtafuta Mungu, umeendelea vizuri, kila wakati unatamani nafasi ipatikane uongee. Na ndio unaweza kuona tunaweza kuwa kwenye open air, lakini watu wakae karibu, wanajificha kwenye kioski huko. Yaani nyakati ya ushuhuda asije akaniita, kwa sababu anajua mtaani mimi nimechafua, nasimama niseme nini. Lakini yule aliyechunga njia zake yuko mbele, hata anatamani apewe nafasi. Hata akiambiwa afungue tu kwa maombi, anaanza kuongea, maana hiyo nafasi ameisubiri. Kuna tofauti ya mtu aliyejiweka pamoja na moto na mtu aliyejitenga na moto. Aliyejitenga na moto anaogopa. Kwa hiyo tumesoma Isaya 33 inavyosema, wenye dhambi walio Sayuni wanafanya nini? Wanaogopa. Tunaenda pamoja, hiyo Isaya na Zaburi tunazipeleka pamoja. Tunapoketi kwenye kambi kama hii ya wateule wa Bwana, wewe ni wa kuogopa ama wewe ni wa kumfurahia Bwana? Utakuwaje kwenye kambi ya wateule unaogopa? David akasema, na alifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa nani? Kwa Bwana. Lakini mwingine anasema, naogopa mimi kwenda kwa huo mkutano, naogopa. Maana huenda nikaenda pale, nasikia kwanza huyu mtumishi ana spirit of knowledge, huwa anaonyeshwa kwamba anaweza kutazama hivi, aseme Paris simama. Sasa uliona ni yule anakuja, hii nendeni kwa hiyo seminar. Huendi dada, hata niko sawa tu. Kwani uko mkuja anajua kama yule wa kuangalia hivi na kusema, wewe John, Bwana anasema hivi. Masi simama, Bwana anasema hivi. Sasa unajitathmini, unasema nikienda kwa mkutano nitaaibishwa. Maana Roho wa Mungu akimuonyesha simama, nendeni. Kama ni huyo kuonyeshwa hivyo, naogopa. Lakini aliyesafisha njia yake anatamani kuitwa. Siku moja nilikuwa kwenye mkutano fulani kitambo, na watu Roho Mtakatifu akawa anamtumia yule missionary. Naona watu wanaitwa fulani, anaambiwa fulani, nikasema jamani, na mimi siniitwe jamani. Yaani unasikia spirit of prophecy, sio ile za siku hizi za roho ya utambuzi, hapana. Ni yule kabisa missionary ambao kabisa ni wa kweli. So Roho Mtakatifu alikuwa inaitwa word of knowledge, anakuambia vile Mungu anasema kukuhusu. And I was there. Bwana, na mimi wasemaje? Na mimi Bwana wasemaje? Kaka kidogo nikamwambia njoo. Sema leo. Akaonena. Akaongea maneno nikasikia vizuri. Akaongea maneno nilikwambia siku moja vile niliambiwa. Vile Mungu atakavyofanya na mimi. Kasikia vizuri. Na nikasikia raha, kumbe ninapokuwa Mungu ananiona. Yaani hivi kumbe ninajulikana. Hata Mungu aniite. Ni raha sana. Kumbe ninajulikana. Unaogopa. Sasa tumesoma hiyo Isaiah 33, sikiza verse 14, 33 ile tulisoma. Kuna uwezo 13 nasema, sikieni enyi mlio mbali niliyoyatenda. Okay? So mmesikia Mungu ni aina gani? Na nyinyi mlio karibu kirini uwezo wangu. Nyinyi mlio karibu kirini uwezo wangu. Furahieni katika anointing na nguvu zangu, vile mnafanya vile ninafanya, na haribu kazi za giza. Lakini kuna wengine pale wanaogopa kazi za giza zikianza kuharibika, na sisi tuna uhusiano nazo, huenda tukaribiwa pamoja nazo. Kwa hiyo wenye dhambi wanasemaje? Wenye dhambi walio katika Sayuni, sio Babeli. Wako wapi? Sayuni. Tunaelewana jamani? Wenye dhambi walio katika Sayuni wanafanya nini? Wanaogopa. Maana kwa nini kinachowafanya waogope? Ni dhambi. Wanaogopa. Tetemeko limewashika wasiomcha Mungu. Ni nani kwetu? Anajiuliza hivyo. Ni nani kwetu?
sisi awezaye kukaa kwa moto ulao? Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa kwa moto uteketezao milele? Wao wanaona adhabu, wao wanamwona Mungu kama mchapaji, wao wanaogopa kiboko. Hawafurahii kuwa, ukiwa mtoto mkorofi hata shuleni, siku yote simulizi lako ni juhusu kiboko. Kama hujafanya homework ya wenyewe, tayari akiingia unatetemeka. Mimi nilikuwa na matatizo haya, mahesabu yananishinda, nimelala sikufanya. Mimi nimeingia darasani, jamaa mmoja hapo alikuwa bright, siku zote ameyafanya alafu anayapata kweli. Kwa mimi hapo nimeenda nyumbani, hata sikushughulika na homework wenyewe. Sasa niko darasani, nikimwona ndio mwalimu natetemeka mwenyewe. Anaingia, sina upendo naye, anaingia. Na akiingia ilikuwa ni hivyo tu, if you have not finished, stand up. Unasikia inakata and you stand up. Alafu tunatandikwa, basi tena hiyo ingine ni hivyo hivyo, si kutenda. Kwa hiyo unatamani huyu mwalimu asiwe leo au absent leo, maana uko on the wrong side of the law. Ukiwa on the wrong side of the law utaishi kukashifu serikali, lakini ukiwa huna tatizo, ukijua kwako kuna kitu kikiwa searched kitapatikana, basi utawachukia maaskari wanaotaka kusearch kwako. Lakini ukiwa kwako unajua uko safi, naambia ingeni, hakuna shida. Ni mtu ambaye yuko clean, haogopi wanasheria, haogopi mkono wa sheria, kwa sababu anajua hauna shida na yeye. Hakuna kitu, tafuteni tu. Lakini yule mtu ambaye ameficha kitu fulani, anaambia ingieni, lakini kuna mahali anazuia, ingieni, hata siondoke hapa, simu tafuta kwa kwingine tu. Kuna mahali hapo anajua hapa ndipo nimefunikia hii bangi na sitaki wafikie kote. Kwa hivyo yeye unamwona kuna mahali haondoki, amesimamia hapo ili azibe hiyo box iko hapo. Ingieni kote, msearch, ingieni tu. Kwa hiyo mtu anaficha maovu yake, hawezi kuacha huru, hawezi kuacha kutafutwe, kwa sababu kuna mahali pana maswali. Sasa hao wanaogopa, wakisikia Mungu. Unajua kama vile nilivyosema, sheria ni nzuri tu na hana ubaya na mtu, huwa imelenga mhalifu. Kwa wakati wewe si mhalifu, huna shida nayo kabisa. Sasa hivi nyinyi hapa mko hapa mkiambiwa kwamba kuvuta sigara kunaleta magonjwa fulani, na wewe hata umeokoka uvuti, hauko hapo, hauna cha kuogopa, hautetemeki na lolote, sababu haya. Lakini kama wewe unavuta, ukisikia hilo tangazo, hata unaanza kuondoa, unafunga hiyo usisikie, maana unataka uendelee kuvuta. Unaogopa. Kama unaishi maisha safi, unajielewa, unaambiwa twendeni mkapimwe, unatetemeka. Kwa sababu unajielewa. Kuna bwana mmoja ilibidi kwenda kupimwa, alikuwa kama mgonjwa kwa nyumba yake, kwa sababu alielewa njia zake. Ni mtu ana donate kila mahali. Sasa ikawa kuna hali ambayo imembidi kupimwa, alikuwa kama mgonjwa mbele ya mke wake. Halafu akaenda, baada ya vipimo kuisha ikasemekana ni negative. Yana alikuja furaha nyingine nyumbani, mpaka mke akashangaa. Hakutaka mazawadi mingi tunafanya. Yaani what is happening? Kumbe mtu ameondolewa hukumu ya kifo alikuwa anaiona mbele yake. Yaani alikuwa anaona mimi nimekwisha. Kwa hiyo yuko mgonjwa, anaona yani kesho ndio kupimwa. Mungu yupo. Hata ni kesho hivi, ni kesho. Hata chakula kinaweza kuishinda, tetemeka. Mimi ninajelewa, huenda nikakutana na ni kama nitakutwa na hao wageni. Sasa ikitokea kwake inakuwa ni kama bahati. Baada mkiambia subirini majibu. Huko hapo. Subirini majibu, ketini hapo msubiri majibu. Damu iko ndani, wanaweka uchunguza huko hapo. Hata rafiki ataka kuongelesha. Uko sawa. Mbona umekaa baada tuchana? Yaani
akili yako iko, hayo majibu uko ndani, yanaleta ripoti gani? Mgonjwa. Sasa watu wakianza kuitwa mmoja mmoja, anza kuwa naingia wakitupa mikono mbele. Unajua mtu ambaye anatupa mikono mbele na nyuma ni ishara ya amani. Wewe kiitwa huingii hivyo, unaingia kama umenyeshewa. Umeniita nini? Maana huelewi. Sasa unaangalia daktari kwa makini. Sasa tumekuita, majibu yako yametoka. Hauna ujasiri, unajielewa. Ikitokea waambie hamna kitu, unasikia ni kama umpikie daktari, umfurahie yako yote mpaka daktari anajua huyu kuna vile. Kwa hiyo akiambiwa ni negative, anatoka na furaha ile hakuingia nayo. Mpaka walio nje wanasema, mmemwona vile ametoka akirukaruka, mliona vile akiingia. Kwa nini? Kwa sababu njia yake mtu inamfanya ahofu kila kitu. Ndivyo dhambi inavyomfanya mtu mtumwa. Hauna ujasiri wa maisha. Jamani wateule wa Bwana, dhambi inatesa. Dhambi inaweka mtu mtumwa. Dhambi inanyima mtu furaha. Dhambi inanyima mtu ujasiri, kuogopa. Kwa hiyo hawa, Biblia inasema wanaogopa ni wenye dhambi. Wenye dhambi wanaogopa moto yule, wenda ukanila mimi. Ni kama wale watu wanaambiwa haya wanakunywa kiapo. Sijui wale wengine walikuwa wanafanya viapo lakini vya traditional hizo. Kuna viapo fulani kulingana na maagano yale. Ni nani amefanya? Si mimi. Haya basi. Kuna mahali watu wanaenda kuapa. Na ukiapa, hiyo ni yao sasa. Hiyo si ya kiungu, hiyo ni yao. Nakupa mfano. Sasa ukiapa, wanake sisi tumeambiwa tusiape. Sasa mwambie haya, hiyo imenelewa kishetani ya kwamba yule aliyenena akinywa ipite na yeye. Sasa wao waovu kwa ovu wako pale. Mmekana kabisa kuna mtu haya. Anzeni kunywa. Walio wana shida wanakunywa na ujasiri wakitupa mikono yao mbele na nyuma. Zamani tulipokuwa tunahadithiana tukiwa watoto. Tulikuwa tunaambiwa kwamba mama alikuwa maziwa yamenywewa na mtoto hataki kusema nani amekunywa maziwa. Ni hadithi tu za kitoto. Sasa kwa naambiwa kwamba msimu kwa mnaenda kuvuka kwenye daraja fulani. Mtu umepita, alafu kuna kidaraja kidogo. Hapo naambiwa haya. Sasa kila mtu apite hapo. Akisema kama ni mimi nimekunywa maziwa. Ilikuwa ni kamba. Ipiteni moja. Kama ni wewe umekunywa, hiyo kamba inakatika, unatumbukia kwa mtu. Sasa alikuwa tunaambiwa tukiwa watoto, kama ni mimi nimekunywa maziwa, kamba ikatike niingie mtoni, anavuka. Yule hajakunywa anaimba kwa ujasiri. Pole wanaimba, lakini yule amekunywa, matatizo. Anamigwa anatetemeka. Anaona sasa hii kamba mmeleta nini? Kwani ni lazima nipita? Wanaanza exclusive. Kwani ni lazima? Si mmeona tu hakuna mtu amekunywa, hakuna. Kwani ni mimi? Kwani nani aliona? Watu wana sababu. Si ukanyage kamba. Unaona sasa? Hauna ujasiri, una hofu. Ndio wale ambao anajaza story nyingi. Siku moja niliwaambia hapa, wewe unaishi maisha ambayo Mungu hataki. Na badala ya kuhumble upate msaada, wewe umejaza kuuliza watu mashahidi. Wewe umetenda hivi, nani aliniona? Na mashahidi. Kana mashahidi wako. Wewe kama hujaamua safari ya mbinguni Bwana, wewe kaa hivyo. Na hiyo ni kweli kabisa. Hauna haja ukutikimbiza kwamba mpaka tutafute mashahidi. Wewe mwenyewe huogopi Mungu. Kama unatenda hayo bila kutafutwa, haiwi dhambi kwa sababu mashahidi wamepatikana. Inakuwa dhambi punde tu umeitenda. Sio kama sheria za nchi ya kwamba umeua kweli, lakini ukipata lawyer mzuri akikusimamia na kupindua hiyo kesi, unatoka ukiwa salama, kwamba mashahidi wamekosekana. Ndio sheria ya nchi ilivyo hivyo. Ama mjasikia hiyo? Yaani inategemea ubabe wa wakili wako. Mbele za Mungu hakuna ubabe wa akili wala wa wakili. Umeitenda ni dhambi moja kwa moja. Kuna mashahidi hakuna. Wewe mbele za Mungu, hata ukifaulu hapa kuwapita wote kwa akili na ukaendelea kuwa kanisani na Mungu anaiona,
itakupata kule mbele. Sasa si heri tu mwenyewe ukasema, Mungu, nataka mbingu na nataka kukuona. Kwa hiyo unaogopa. Wanaogopa wakiuliza, naogopa ule moto. Naogopa ule moto. Aliye mtakatifu anajiingiza kwa ule moto, ndiyo furaha yake. Unazidi kumsafisha. Dhahabu ikiingia kwa moto inazidi kusafisha. Kwa hiyo aliye safi akikaa na Mungu anafurahia moto. They become part of the fire, na wanafanya mambo mengi kwa jina la Mungu, kwa sababu chemchemi za uzima zinatoka ndani mwao. Kwa hiyo hapo leo ujiulize tu, mimi ni mtu rafiki wa Mungu kweli, au ni mtu wa kuogopa Mungu? Napenda Mungu au namwogopa? Nimekuja kanisani na hofu. Tuinue mkono tumwabudu Bwana, mikono imelegea, maana you're so guilty. Una hatia siku zote, huna ujasiri siku zote, na hiyo ndio shetani anapenda. Ukijaribu kuinua tu anakukumbusha, hata wewe unainua inaanguka. Ukijaribu kuinua mkono hata na wewe unainua, na tumekuwa na wewe jana, unaanguka. Kuna pepo mtu amepagana hapo na pepo hapa, John tuitoe. Badala ya kuja tuitoe, watu wanakaa pembeni kule. Anakaa, maana akijiangalia maisha yake, nisije nikafanya mimi kama wale wana wa Skefa. Sitaki kuraruliwa mimi. Hata mtumishi anaposema kama hujielewi kaa mbali. Afadhali wewe hujielewi, kumbe unakaa mbali kweli. Wewe ukumbuke safari ile ya Gideon. Wakaambiwa, haya jamani, tumeitwa na Mungu, kuna vita tunaenda. Waliooga wote wafanye nini? Warudi nyumbani. Biblia inasema watu sio 1000 ngapi wakarudi nyumbani. Waliona afadhali. Usikubali hiyo. Tafuta kujua vita. Usikubali kwa mtu mwoga wa kuondolewa vitani. Hapana, kubali kutrainiwa. Usije kukamilika. When the disciples of Jesus walipoonekana kuwa imani ni haba, kuna kitu alisema. Akawaambia, Lord, help us in our unbelief. Wewe Bwana tusaidie kutokuamini kwetu. Yesu aliona nyinyi mwenye imani haba. Nitakaa na nyinyi hata lini? Hii imani imewapungukia. Mwanafunzi mzuri akasema nini? Bwana tusaidie katika kutokuamini kwetu. Yaani hili ni janga ambalo hatustahili kuendelea nalo. Tusaidie. Mtu aliye na shida haifungii kwake, akiishi nayo kama kawaida. Hutafuta uvumbuzi, hutafuta suluhisho. Hebu uje kanisani ukisema, Baba, mimi ninajua siishi vizuri, na mimi umeniambia nitafute utakatifu ambao bila huo sitakuona. Baba, nimekuja mbele zako, nakubali mimi ni mwovu, siko vizuri na moto siutaki, nakubali. Anasema hata mtu ambaye dhambi zake ni nyekundu kama bendera, njoni tusemezane, nitasafisha uwe kama theluji. Lakini ukizifungia kwako, afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Anayeona dhambi ni kawaida hatafanikiwa. Je, inakutia wasiwasi? Je, unatoshea mbele za Bwana? Inatoshea? Inasema Bwana ni nani atakayekaa? Kumbe kuna watu wanaweza kwenye mlima wa Bwana na kuna wengine hawatafaa. Tunapokaa namna hii, tunafaa sote kwenye mlima wa Bwana. Ikiwa Yesu anasema mlango ule mwembamba wauonao ni wachache, are you among the few? Yaani ina maana kwamba Mungu njia yake sio rahisi kama tunavyofikiria. Inahitaji msaada wake. Ndio maana Yesu akasema jitahidini kuingia mlango mwembamba. Sio ingieni, jitahidini kuingia. Hebrews imetuambia tafuteni kwa vipi? Kwa bidii. Kuwa na maana watu wote, na kitu kingine ambacho unatafuta kwa bidii ni utakatifu, ambao ukipatikana huna. Pamoja na miaka ile umekuja kanisani, humuoni Mungu. Wapenda, sasa lengo letu ni gani? Kama tutaitwa KAG miaka hii yote, na ukiondoka hapa humuoni Mungu,
Ina faida gani mimi pastor wa KAG mpaka siku naondoka duniani hivi? Nyinyi mnasema mchungaji huyu tunamwaga ameishi vizuri katika Bwana, kumbe simuoni Mungu miaka hiyo yote, kumbe sitamuona Mungu. Ikutishe hiyo. Haleluya, amen. Sio mimi ninasema, kumbe nisipoutafuta simuoni Mungu. Umekuwa safarini ndiyo, lakini kuingia ile ofisi kwamba umefika sasa ni hapa, milango ifunguliwe uingie, kuna kukaguliwa. Umefika, vazi liko sawa. Tufundishane haya mambo. Mimi wale wanafundisha pesa na nini na mafuta na manini na kujaza watu, mimi sitaki kujua. Mimi nina wito mmoja ya kwamba watu waende mbinguni. Haleluya. Watu waende mbinguni. Nataka niende mbinguni na nataka waende mbinguni. Andrew okoka waende mbinguni, wacha kuitikia hapa. Mbingu inataka uingie na cheka hapo na uko mlevi. Okoka waende mbinguni, hakuna mchezo hapo. Haleluya. Amen. Haitoshi tu kita pastor tukwenda na njiani. Ingia katika Yesu my friend, uingie kwenye uzima wa milele. Mbingu inangoja watu wamuone Mungu. Kama waokovu wenyewe wanaambiwa watafute utakatifu, je, yule hajaokoka itakuwaje? Ni nani atakaye kaa kwenye mlima wa Bwana? Bwana ni nani atakaye kaa katika hema yako? Hema yako ina moto, hema yako mtakatifu. Ni nani atakayefanya? Ninasoma Zaburi 15. Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Likwambia wana wa Israeli waliogopa Mungu alipoanza kujidhihirisha, wakijiangalia maisha yao, hawajafunga kama Musa, hawajakaa mbele za Mungu kama Musa, wakatishika. Badala ya kufurahia uwepo, wakatishika. Musa anapanda, yuko anachunga kondoo za mzee Jethro, na Mungu amekusudia kunena naye. Mungu ameshuka pale kwenye kichaka kinawaka moto, na Musa kwa sababu ni mara yake, Mungu ameshusha moto wake. Musa kwa ni mara ya kwanza aliona tu ni maajabu fulani, akasema wacha nikaribie niyaone maono haya ya ajabu. Mungu akanena naye, Musa, vua viatu vyako, sehemu uliyosimama ni sehemu takatifu, hapa ingiwi vivi hivi. Kuna vile ni ujifanyie kwanza. Kuvua viatu ni ishara ya kwamba najitakasa ili niweze kuongea na Mungu aliye mtakatifu. Haleluya, amen. Kuvua viatu ni ishara ya kusema kwamba Bwana, nakiheshimu kilima chako kitakatifu, na mimi ninataka badala ya kuogopa niwe sehemu ya madhabahu hayo. Bwana, mimi nitakase ili madhabahuni nisiwe ninapaogopa, bali niwe ninapakumbatia kwa sababu ni kwa baba yangu. Badala ya kumwogopa baba kama mwenye fimbo, nimkumbatie baba kama mwenye upendo. Baba yule anayeshika kiboko anachapa, ndio baba yule anayekumbatia akasema well done my son. Yuko sehemu mbili. Mkorofi ataogopa siku zote, jioni inafika hajaingia, maana anajua amekuwa katika matatizo. Lakini yule mtiifu ameingia mapema, unamkuta ameegemea babake huyo mchapaji wa watu. Ukiwa na shida ogopa, unaenda vizuri lalia kifua cha baba. Lazaro alilala kifuani mwa Ibrahimu, taratibu mwenzetu. Lakini kuna mwingine kifua kile kwake ni moto. Mungu huyo wengine wanamkaribia na kumuita baba. Tazama jinsi ilivyo. Tulisoma the other time. Ni pendo la namna gani tuitwa wana wa Mungu. Kuna watu ambao Mungu ni adui kwao kulingana na maisha wanayoishi. Kwa hiyo naendelea kusema ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake. Wala hakumtenda mwenziwe mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Kama kuna tatizo limeshika watu wote dunia hii na wanaishi kama kawaida, ni kusengenya. Kusengenya ni nini? Imetajwa pale, asiyesingizia na asiyesengenya jirani yake. Kusengenya imeidhinishwa na wanadamu, lakini anasema mtu atakayetoshea patakatifu pangu ni mtu asiyesingizia na mtu asiyesengenya jirani yake. Ikiwa unaninena mimi na nikiingia
unanyamaza, wewe ulikuwa unasengenya. Masengenyo, yani kile ambacho si masengenyo, ni mazungumzo ambayo utamnena mtu na hata akiingia uendelee kuongea. Lakini masengenyo ni mazungumzo kuhusu mtu, na ukimwona ametokea mnaacha. Kwa hiyo sasa, alafu mtu apenda kama hao, ukiwaambia sio mlikuwa mnamsengenya fulani, tunasema ukweli. Hiyo ndio wanasema, si tunasema ukweli. Tunasema ukweli. Hivyo ndio watu wanasema. Kwa hiyo imeruhusiwa na Mungu. Kama unasema ukweli, siuendelee kuongea akiingia. Anything that you speak na yule amefika, huwezi kuendelea, unasengenya. Na Mungu amesema patakatifu pake mtu kama wewe utoshei. Sio mimi nasema. Ikiwa ulikuwa unachukulia masengenyo kwa jambo rahisi namna hiyo, dhambi masengenyo nili inasemwaga na watu tu kawaida. Kama umekutana na dhambi ya hasira, umekutana na dhambi ya masengenyo, mnaisema tu, vitu vingine hausemi. Masengenyo is that serious. Kitu kile unakiongea na mwenyewe akifika uweze endelea. Elewa tu, wewe kagua katika maisha yako. Umetoka kumwongea mtu, sote hapa mmewahi kuongea mtu. Na kile mnajisingizia nacho na kujifariji nacho ni kwamba tunasema nini? Ukweli. Hivi ndio anasema, hatumsengenye, tunasema ukweli. Alifanya ABCD, alifanya Mungu anafanya mtu topic jirani yako. Sasa unaambiwa kwamba uwe makini. Mdomo huu umekosesha watu wengi. Leo naona nitafika hapo kwa sababu nitakuja kuchukulia hapo kwenye ulimi unapokosesha mtu na jinsi imetufanya tuishi katika utumwa wa hali hiyo, tukiona mambo ni sawa, ili hali tunahatarisha maisha yetu. Nasema ukweli. Alifanya. Na wengine wanaongea, alafu wanaulizwa, okay, na hicho unachokisema tukimwita paketi utaongea hivyo? Sitaki maneno mimi. Basi unaingia kwenye ile kundi ambalo halitoshei patakatifu pa Bwana. Nyamaza kimya. We'll pick from there. Tutapick toka hapo. Sasa tunataka tufike hapo tu. Halafu tunataka tuinuke tu. Tuongee na Mungu. Ujiulize, ninatoshea patakatifu pake? Ninafaa mbele za Mungu? Niko vizuri? Hivi mimi ndio Kristo atanyakua? Ni vyema kujiuliza hilo swali. Hivi mimi natosha kunyakuliwa na Yesu? Mimi ndio yule mtu Kristo anakuja kunyakua? Niko sawa? Utakatifu ninao, nimeutafuta. Kama hujautafuta, nenda mbele za Bwana, wakatuombe, Bwana nimekuja. Nakuja kanisani, nataka kwenda mbinguni. Kama vile tuliona Zaburi 139, mwenyewe anaomba unichunguze. Tutahubiriana habari hizi za kuchunguzana na kujitayarisha kwa ajili ya mbingu, kwa sababu ni heri kabisa. Heri kabisa. Unaweza ukashangaa mchungaji kiona kila siku akisimama, nifanyeje? Kama hiyo ndio inakuja kwenye roho yangu nikupe. Na hiyo ndio makusudi. Heri ukose kila kitu, lakini jina lilo limedumu mbinguni. Heri nisikuhubirie prosperity na kubarikiwa na nini. Heri nisubiri hiyo, lakini utakatifu upate. Itakufaidi nini? Upate ulimwengu mzima. Maana sasa hivi injili zingine zinahubiri ya jinsi kuupata ulimwengu, lakini kuhusu haki yake watu washughuliki sana. Chukua muda wako, nenda mbele za Bwana kulingana na hali yako, nenda naye kwa jina la Yesu. Twende mbele za Bwana sote. Asante Bwana, unatufahamu Bwana. Kuwa na mazungumzo na Mungu. Jiulize tu kama unatoshea patakatifu pake. Mungu ni moto ulao. Mungu ni moto mkali sana. Je, wewe ukisongea mbele za Mungu, moto utakulamba ama moto utakukumbatia? When you move closer to God, will his fire embrace you or will his fire consume you? Wewe ni mtu utateketezwa na moto wa Mungu au ni mtu ambaye moto utakusafisha uzidi kuwa zaidi? Lengo letu ni moja tu, tumuone Mungu. Nenda na Mungu kibinafsi. Achana na jirani, achana na yule na wale, achana kusema wale mbona huwa wanafanya. Mungu anauliza, asemi ni kina nani?
anasema ni nani atakayesimama patakatifu pangu? Nani? Kuwa na muda tu, jiandae. Hizi ni nyakati hatari za mwisho hizi. Hii Injili tutahubiriana, tujiandae, kwa sababu mlango ni mwembamba. Inatakiwa nitoshee, unatakiwa utoshee. Take your time. Kama unahisi umefika, relax, lala. Lakini kama unajielewa kuna vile kulivyo, ongea na Mungu. Ongea na Mungu kwa jina la Yesu.